Naitwa Silvanus Bernard Mwenda, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Buyuni. Nipo hapa kumwakilisha mheshimiwa diwani wa kata ya Buyuni ambaye ameratibu hili zoezi la vyeti vya kuzaliwa. Mheshimiwa diwani anapenda wananchi wake kwa sababu anataka kila mmoja apate haki ya kuwa Mtanzania. Alianza na zoezi la NIDA. Nashukuru Mungu tulisajili NIDA wakazi zaidi ya 2000, lakini sasa kaja na zoezi la vyeti vya kuzaliwa pande wa LITA. Na hatua inaenda vizuri na wananchi wamepokea kwa uzuri kabisa. Mpaka sasa tumeshasajili vyeti zaidi ya 100 na tunaendelea na zoezi mpaka hizo siku 10 zitakapokamilika. Kwa hiyo tumpongeze sana mheshimiwa diwani na waratibu wote wanaoshiriki hili zoezi, akiwepo mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, akiwepo mkuu wa wilaya, akiwepo diwani wetu wa kata hii ya Buyuni Jessica Mahmudu Msola, pamoja na mratibu Heri Shabani, ambao wote wameshiriki kuhakikisha wananchi wetu hawapati tabu katika vyeti vya kuzaliwa. Hii yote ni kwa sababu ya sera ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anasema kila kiongozi hakikisha anampa tabasamu mwananchi katika mazingira aliyopo. Na mheshimiwa diwani wa kata ya Buyuni ameamua kutembea na hilo na amekuwa mstari wa mbele kuwapa tabasamu wananchi wake wa kata ya Buyuni. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunawapongeza, na kubwa nawahimiza wananchi wote wahakikishe wanajisajili, wanapata vyeti vya kuzaliwa. Vyeti vya kuzaliwa wanasajili leo na napata leo. Washapata vyeti zaidi ya 100 na tunaendelea na hizi zoezi. Na matarajio yetu kuhakikisha kila mtu ndani ya hizi siku 10 ameweza kusajiliwa. Kwa jina naitwa Heri Shabani Mvoni, mratibu wa kampeni ya kliniki ya LITA wilaya Ilala. Kampeni hii ilianza tarehe 14 mwezi Mei mwaka huu, itaendelea mpaka tarehe 24. Zoezi hili litakuwa siku 10. LITA wameweka kambi hapa kata ya Buyuni na kata ya Chanika kwa ajili ya kutoa huduma ya kutoa vyeti vya kuzaliwa kwa wananchi wa jimbo la Ukonga. Ndugu mwandishi, kama unavyoona wananchi wako kwenye foleni wakisubiri kuingia ndani kwa ajili ya kusajili kupata vyeti vya kuzaliwa. Zoezi hili mwananchi anapofika hapo anapokamilisha taratibu zote, vyeti vya kuzaliwa anavipata hapo kwa gharama shilingi 8,000 kwa mtoto na shilingi 8,000 kwa mtoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 8 na shilingi 20,000 kwa mtu kuanzia miaka 9 kuendelea. Dhumuni ya kuleta hili zoezi katika wilaya ya Ilala ni kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wananchi ambao wako pembezoni. Awali niliandaa kwa kushirikiana na serikali, niliandaa zoezi la NIDA katika wilaya ya Ilala. Ni wakati nimefanya ile zoezi la NIDA nikutana na changamoto mbalimbali. Wananchi wengi walikuwa wana vyeti vya kuzaliwa. Kwa hiyo walikuwa lazimika mpaka kula viapo ili wapate NIDA yao. Nilipopata ile changamoto mwezi wa 3 katika ile kampeni ya NIDA, ndio nikalazimika kwenda kwa mkuu wa wilaya kuomba ili zoezi lifike kwa wananchi, na mkuu wa wilaya alipokea maombi yangu, yakaenda LITA kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani wa kata ya Buyuni Jessica Mahmudu Msola. LITA sasa ameleta ile zoezi ndio ambalo linaendelea na itaendelea kwa muda wa siku 10. Naomba wenyeviti wa serikali za mtaa wa kata Buyuni, Chanika na jimbo la Ukonga wote waelekeze wananchi wao katika hii kambi iliyopo hapa Buyuni na kambi nyingine iko Chanika, hizo waweze kupata vyeti vya kuzaliwa. Mwananchi akipata cheti cha kuzaliwa ndo ni mwanzo wa kupata utambulisho wake wa kupata NIDA, awe Mtanzania kamili. Wananchi wengi wanakosa huduma za NIDA kwa sababu kazini au jeshini kwa sababu hawana viambatanisho vyote vya serikali. Kwa hiyo tumeanza mwanzo huu kwa kuleta vyeti vya kuzaliwa. NIDA itakaporudi tena awamu ya pili, wananchi watakuwa wameshapata vyeti vya kuzaliwa. Kwa majina naitwa Tupoke Afundile Mwambwiga, ni mkazi wa Kigezi chini, kata ya Buyuni. Kwa huduma hii ya vyeti vya kuzaliwa tumefurahi sana kupata huduma hii kwa sababu wengi tulikuwa hatuna vyeti vya kuzaliwa na hata watoto wengine walikosewa vyeti. Kwa hivyo kuja huduma hii katika kata yetu ya Buyuni tumefurahia sana
na tunasema asanteni sana. Huduma ya kwangu mimi pamoja na mtoto pamoja na watoto wengine ambao nao walikosa vyeti. Wananchi wenzangu wa kata ya Buyuni na waambia kuwa wafurahie na huduma hii, pia wakimbilie kuja kuchukua vyeti vya kuzaliwa, maana bila cheti cha kuzaliwa unakuwa bado hujakamilika. Kwa majina naitwa Hamisi Hamza Kimangare, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mgeule Juu. Tuko hapa kwa ajili ya kuongelea swala la vyeti vya kuzaliwa ambavyo mheshimiwa diwani wetu amepigania, ametuletea watu katika kata yetu ya Buyuni. Shukrani kubwa ziende kwake kwa kutujali wananchi wake wa kata ya Buyuni, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru kwa hili zoezi kwa sababu limeturahisishia. Ili tuweze kwenda kupata hivi vyeti ni lazima tutoke hapa twende Rita mjini. Kwa hiyo diwani wetu ameliona hili, amejali wananchi wake, ameona lile swala la nauli kwenda mjini kwenda kufuata vyeti vya kuzaliwa, ameona atuletee katika kata yetu. Tunashukuru sana, tumelipokea kwa moyo mkunjufu kabisa, na tunahamasisha katika mitaa yetu wananchi ambao hawana vyeti vya kuzaliwa waje waweze kupata vyeti vya kuzaliwa kwa urahisi katika kata yetu ya Buyuni, ambayo mheshimiwa diwani wetu ameweza kutuletea hili zoezi. Asante sana. Kwa majina naitwa Bwana Erasto Ambura ambaye ni afisa usajili ambao tupo hapa kwa dhumuni la kuratibu zoezi hili la Rita, ambapo zoezi hili tupo hapa tunalitekeleza katika kata hii ya Buyuni, ambapo lengo kuu ya zoezi letu ni katika kusogeza huduma karibu kwa wananchi na kuwapatia vyeti vya kuzaliwa papo kwa papo, kwamba mwananchi mwenyewe ataweza kufanya maombi, kishafanya maombi kupitia kwenye mfumo wetu wa kisasa unaitwa e-Rita, atajihudumia mwenyewe mwananchi. Akishajihudumia ataingia katika mfumo wetu, atafanya usajili. Akishafanya usajili, basi cheti chetu atachagua tu sehemu ya kuchukulia cheti na atakipata papo kwa papo. Na kulingana na zoezi letu hili hapa, nitoe tu rai kwa wananchi, tumewasogezea huduma karibu, wakaribie kwa wingi, waje wapate haki yao ya msingi, kwa sababu cheti cha kuzaliwa kinawasaidia katika masuala mbalimbali ya kijamii, ikiwemo masuala ya matibabu, masuala ya shule na mambo mengine wakadhalika. Kwa hiyo tunawaalika sana waje kwa wingi. Tupo Chanika, tupo Gongo la Mboto na tupo hapa Buyuni kwa muda wa siku 10. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi. Cha msingi tu katika kuingiza taarifa hizo kwenye mifumo yetu ya Rita, waingize taarifa sahihi na kuweza kupata haki yao ya msingi ya cheti cha kuzaliwa. Kwa mwananchi hapa anatakiwa tu kuwa na viambatanisho ambavyo vinaonyesha tarehe, mwezi na mwaka wake wa kuzaliwa, vikiwemo kadi ya kliniki, ikiwemo tangazo la kizazi, cheti cha ubatizo, vyeti vya shule, kwa maana kwamba ni vyeti na ni nyaraka ambazo zinaonyesha taarifa sahihi za muhusika kuweza kupata cheti cha kuzaliwa. Ambapo sasa itatokea kama labda mwananchi hana baadhi ya vitu, atalazimika kuwa na kitambulisho cha mzazi ili kuweza kufanikisha zoezi hili. Kwa kweli uhitaji ni mkubwa na mwitikio pia wa watu ni mkubwa. Tunashukuru sana, wananchi wameendelea kujitokeza kwa sababu ili uweze kupata, kuna huduma mbalimbali za kijamii ambazo mwananchi ili azipate analazimika kuwa na cheti cha kuzaliwa, ikiwemo masuala ya NIDA. Ukiwa ili kusudi upate NIDA lazima upate cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo hilo ni sababu pekee ambayo inaongeza uhitaji mkubwa sana kwa wananchi kuja kuhitaji huduma hii muhimu.